Inapofika kipindi cha usajili, klabu ya Yanga ni kama vile hawacheki na yoyote. Wanachokifanya wao ni kwenda kumfuata mchezaji ambaye wanaona wana uhitaji naye katika kikosi chao hiko kuelekea kwenye michuano mbalimbali. Sasa bwana, inaelezwa kwamba klabu ya Yanga tayari amekushaweza kumalizana na nyota hatari kweli ambaye alikuwa anahitajika na wapinzani wao ama watani wao wa jadi, Simba Sports Club. Mchezaji huyu mwenye uwezo wa kulimudu eneo la kiungo ushambuliaji, klabu ya Yanga tayari wamekushaweza kumbeba kimya. Kinachosubiriwa ni kipindi cha dirisha dogo la usajili ili mchezaji huyu aweze kutambulishwa rasmi ya kwamba ni mali ya wananchi. Ni nani huyu ambaye klabu ya Yanga wamekwenda kumbeba kimya kutoka kwa watani zao wa jadi, Simba Sports Club? Jina la mchezaji huyu nitakusogezea moja kwa moja hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi, hakikisha mwana michezo wangu unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha kutani on notification kwa kubonyeza alama hiyo ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Kwa kufanya hivyo, wewe utakuwa ni mwanafamilia wetu wa kwanza na mdau wetu wa kwanza kuweza kuzipata taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo ambazo sisi tunakusogezea kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Hautakaa kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya za kimichezo, bali utapokea notification kupitia simu yako ya mkononi ya kwamba tumekusogezea taarifa mpya ya kimichezo, na jukumu lako mama linakuwa jepesi kabisa, mwana michezo wangu, ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, basi twende kazi tukaangazie kuhusiana na hiki ambacho nimekujuza hapo awali juu ya klabu ya Yanga kwenda kufanya mabara mengine huko Unyamani kwa kumbeba mchezaji ambaye alikuwa anahitajika na klabu ya Simba wao na kupita naye moja kwa moja na kumpa mkataba ukitumikia timu hiyo ya Yanga Sports Club. Bwana, inaelezwa kwamba klabu ya Yanga wamekushaweza kumalizana na mchezaji Alan Okero, mchezaji ambaye alikuwa anahitajika sana na watani zao wa jadi Simba Sports Club tangia kipindi cha dirisha kubwa la usajili, lakini tu ni mambo ya hapa na pale yalipelekea dili hilo la Simba na mchezaji huyu Alan Okero kushindwa kukamilika. Lakini pia klabu ya Simba walijaribu kurejea tena kuelekea kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili kupata huduma ya mchezaji huyo Alan Okero anayewika sana na timu yake ya taifa ya Uganda, lakini pia anayekipiga kwenye timu ya Vipers United. Sasa taarifa ni kwamba klabu ya Yanga tayari wamekushaweza kupita na nyota huyo, na kinachosubiriwa sasa hivi ni kipindi tu cha dirisha dogo la usajili kuweza kufunguliwa ili nyota huyo aweze kutambulishwa rasmi. Ukienda kupita hata kwenye ukurasa wa Instagram wa mchezaji huyo Alan Okero, tayari bwana amekushaweza kuifollow ile page ya Yanga Sports Club, lakini pia ameweza kumfollow rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said. Kwa tafsiri hiyo naweza kusema ya kwamba tayari hapa kuna kitu kimekushaweza kuzungumzika na tayari watu wamekushaweza kumalizana kimya. Hivyo kinachosubiriwa ni masuala mazima tu ya dirisha dogo la usajili mnamo Januari liweze kufunguliwa ili mwamba huyu aweze kutambulishwa rasmi akivalia uzi wa kijani na njano. Sasa Alan Okero sio kwamba tu alikuwa anahitajika na timu ya Yanga peke yake, bali kuna vilabu mbalimbali barani Afrika vilikuwa vinahitaji saini ya mchezaji huyu Alan Okero, lakini kwa uwezo mkubwa ambao uongozi wa klabu ya Yanga ameweza kuwekeza katika masuala mazima scouting na usajili, wameweza kumpata mchezaji huyu Alan Okero na kuja kutua ndani ya viunga vya Yanga Sports Club. Sasa labda tu niweze kukufahamisha Alan Okero ni mchezaji wa namna gani. Huyu ni mchezaji ambaye kwa sasa hivi anakipiga kwenye timu ya Vipers United ya pale nchini Uganda. Mpaka sasa hivi nyota huyu ameweza kubakiza takriban mkataba wa miezi 6 kuendelea kuitumikia timu hiyo ya Vipers United, ambapo mkataba huo unatarajiwa kutamatika mwishoni mwa msimu huu hapa. Kwa muda ambao umesalia kwenye mkataba wa mchezaji huyu, mchezaji anaruhusiwa kuweza kuanza mazungumzo na timu yoyote ambayo itafika mezani kama inamhitaji. Hivyo klabu ya Yanga waliweza kufanya hivyo na kuweza kufanya mazungumzo ya haraka na kumpata nyota huyo Alan Okero. Sasa mchezaji Alan Okero kwenye historia yake ama kwenye maisha yake ya soka alishawahi kupita kwenye vilabu mbalimbali barani Afrika, ikiwepo timu ya KCCA ya hapo nchini Uganda,
kabla ya kwenda kuuzwa ama kwenda pale kwenye timu ya Paradu ya nchini Algeria. Lakini wakati anatoka kwenye timu hiyo ya KCCA mchezaji huyu na kwenda kujiunga kwenye timu ya Paradu, alikuwa ni miongoni mwa nyota ambao wana performance hali ya juu. Ndicho kilichoweza kuwashawishi mabosi wa timu ya Paradu kuweza kumsajili pale nchini Algeria. Lakini alipofika kwenye timu hiyo hakuweza kuwaka kama alivyowaka alipokuwa kwenye timu yake ya zamani, hivyo kupelekea kurudi tena kwenye timu hiyo ya KCCA kabla ya kutimkia pale kwenye timu ya Vipers United, mahali ambapo timu mbalimbali barani Afrika zimemfahamu na kumuona kupitia hapo. Lakini pia mchezaji huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vyema sana katika timu ya taifa ya Uganda. Tumeweza kumshuhudia kupitia michuano ya CHAN akiwa na timu yake ya taifa ya Uganda akiperform na kuonyesha kiwango cha hali ya juu kweli. Lakini pia hata kwenye michuano ya AFCON ambayo timu ya Uganda napo pia inashiriki pale nchini Morocco, amekuwa ni miongoni mwa wachezaji muhimu na tegemeo ndani ya kikosi cha Uganda. Sasa klabu ya Yanga watanufaika vipi na mchezaji huyu Alan Okero akitua hapo? Alan Okero ni miongoni mwa wachezaji ambao wana uwezo kuzimudu nafasi mbalimbali. Ya kwanza kucheza kama winga mbili, winga ya kulia pamoja na winga ya kushoto, lakini pia ana uwezo kucheza kama kiungo mshambuliaji nambari 10. Kwa hiyo klabu ya Yanga endapo watampata mchezaji huyu watanufaika kwa kumtumia katika maeneo mbalimbali kwenye kikosi chao hiko. Lakini pia uwezo ambao anao utaweza kuleta mchango mkubwa kwenye ile michuano ya kimataifa, ambapo sasa hivi klabu ya Yanga wanashiriki pale CAF Champions League katika kundi lao B. Alan Okero huyu si mchezaji wa kubeza, ni miongoni mwa nyota hatari na machachari kweli. Ni wana uwezo wa kukaa na mpira, lakini pia uhatari zaidi anapolikaribia lango la wapinzani wake. Anakuwa ni mwiba kwa mabeki wengi ambao wanamkaba, lakini pia ni mtu hatari kwenye kupiga mashuti mbali kuelekea kwenye lango la wapinzani. Sasa dili hili la mchezaji huyu kumalizana klabu ya Yanga ni miongoni mwa sajili ambazo klabu ya Yanga watajivunia kweli kuelekea kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili. Lakini ni maumivu kwa upande wa pili ambao na wao walikuwa wanamhitaji nyota huyu aweze kutua ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Simba, lakini mambo ya kwenda shwari, mambo hayakwenda vizuri. Hatimaye mchezaji amechagua upande wa pili kwa mahasimu wao Yanga Sports Club na kuweza kumwaga wino hapo. Mpaka sasa hivi tayari mchezaji huyo Alan Okero amekushaweza kusaini mkataba wa awali na timu ya Yanga Sports Club. Hivyo kinachosubiriwa tu ni kipindi cha dirisha dogo la usajili kama ninavyokuambia mwanamichezo wangu, ili mambo yaweze kutamatika kabisa. Mimi nilikuwa nakusogezea hayo mawili matatu ili uweze kufahamu yale yote yanayoendelea katika anga zima la tetesi za usajili kwa upande wa timu ya Yanga Sports Club. Sasa huu ndo muda wako sahihi kuja kutuambia maoni yako na mtazamo wako kupitia sehemu hiyo hapo ya comment. Wewe dondosha comment yako hapo na sisi tutakuja kuchati na wewe kupitia hapo. Lakini pia mwanamichezo wangu, bila kusahau kulike, kushare na jambo la muhimu kuliko yote ni kuhakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yanayoandikwa subscribe. Kwa kufanya hivyo wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kuzipata taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo ambazo sisi tunakusogezea kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV.